kutumia fursa hii kueleza kwa uchache yale ambayo yanatugusa moja kwa moja na namna ambayo mkoa umetekeleza kwa kuzingatia maelekezo ya serikali. Kuna swala la upandishaji wa mishahara ya watumishi. Ndugu wafanyakazi, napenda kufahamisha kuwa serikali kwa mwaka wa fedha 24/25 imeendelea kuboresha maslahi ya watumishi kwa kuwalipa watumishi wote nyongeza ya mshahara ya kila mwaka, yani annual increment, pamoja na kupandisha madaraja na kuwabadilisha kada ya watumishi wenye sifa na vigezo stahili ili kuinua na kuboresha ufanisi wa utendaji wa kazi za serikali. Katika mwaka wa fedha 23/24 katika mkoa wa Lindi, jumla ya watumishi walioajiriwa ni 1010 wa kada mbalimbali katika sekretarieti ya mkoa pamoja na halmashauri zake. Watumishi waliopandishwa vyeo ni 4523 katika nafasi mbalimbali ambao walikuwa na sifa na vigezo. Serikali itaendelea na zoezi hili kutoa motisha kwa watumishi wake. Ndugu zangu, nyinyi wote ni mashahidi. Zamani ilikuwa ukisikia malalamiko, kwanza walikuwa Walindi wanaongoza. Mimi nilikuwa mbunge katika awamu iliyopita, serikali ya awamu ya 5. Watumishi kwa muda wa miaka 5 hawakupandishwa madaraja, hawakuajiriwa. Lakini tangu Dr. Samia Suluhu Hassan alipoingia katika kipindi chake cha miaka 4, tunaona hata malalamiko ya walimu masuala ya kupandishwa madaraja yamekwisha kabisa. Dr. Samia oye! Na kwa kuthibitishia hiyo, nilikuwa nabishana na rasi hapa wakati kwaya ya walimu imekuja mbele na imba, ananiambia hawa sio walimu, umechomekea. Nikamwambia ni walimu, akasema haiwezekani walimu wampendeza namna. Nikamwambia mambo ya Dr. Samia. Dr. Samia oye! Ndugu zangu wafanyakazi, nimeleta madai mengine, malipo ya madai mbalimbali ya wafanyakazi. Napenda kufahamisha kwa serikali imeendelea kulipa madeni mbalimbali ya watumishi, ikiwemo madai ya stahili za likizo, uhamisho, masomo, matibabu na malipizo mbalimbali ya mishahara ya watumishi. Wameendelea kulipwa madai yao. Katika mwaka wa fedha 24/25 serikali imelipa shilingi trilioni 1 na milioni 30 ikiwa ni madai mbalimbali ya watumishi kutoka halmashauri zote za mkoa, shilingi milioni 1,316 malipo ya malipizo ya mishahara, yani salary arrears. Kwa muktadha huu, serikali ya awamu ya 6 inatilia maanani madai yote ya watumishi kwa lengo la kuongeza tija na uwajibikaji katika utumishi wa umma. Na sio hiyo, ndugu zangu, mimi ndio shuhudia, walimu wakawaambia tumeendelea kupokea fedha nyingi, sio kulipa mishahara, kuboresha maslahi ya watumishi, lakini na nyumba za watumishi zinajengwa. Yaani tumepokea fedha nyingi sana kwa ajili ya ujenzi wa nyumba za walimu na wafanyakazi pamoja na madaktari. Hii yote kuonyesha serikali yetu ni sikivu. Lakini ndugu zangu wafanyakazi, serikali kwa nyakati tofauti imekuwa ikifanya marejeo ya sera, sheria, kanuni na kutoa miongozo mbalimbali ambayo inaboresha maslahi na mazingira kwa watumishi wake. Napenda kuwajulisha kuwa masuala haya yote yapo katika ngazi ya kitaifa kama tunavyoelewa. Serikali yetu ni sikivu na itaendelea kufanyia kazi kadri ya uwezo wa uchumi utakavyoruhusu. Ndugu zangu wafanyakazi, mmeleta malalamiko mengine kuhusiana na mikataba na ajira kwa wafanyakazi. Ndugu wafanyakazi, waajiri wote wanatakiwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu na miongozo ya serikali. Serikali ilikuwa inasisitiza wakati wote kuwa waajiri kuhakikisha inatoa mikataba ya kazi kwa wafanyakazi wao kuzingatia sheria ya ajira na mahusiano kazini namba 366 iliyorejelewa mwaka 2019. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kuwaelekeza waajiri wote ndani ya mkoa wa Lindi, maana nimeongelewa sana na zimetajwa baadhi ya wilaya ambazo zinao, hasa Ruangwa na Chingwea na Lindi na Kilwa. Nitumie fursa hii kuwaelekeza waajiri wote ndani ya mkoa wa Lindi kuzingatia sheria hiyo ili haki iweze kutendeka kwa wafanyakazi wanaoajiriwa, na endapo kuna ukiukwaji wa sheria za kazi, malalamiko yawasilishwe katika ofisi ya kazi mkoa ili yaweze kushughulikiwa pamoja na kunipatia taarifa. Pia niombe vyama vya wafanyakazi, ikiwa mna mapendekezo na mapitio ya sheria kwenye eneo la mikataba, kuwasilisha kwenye mamlaka ya sheria kwenye eneo la mikataba na kuyawasilisha kwa mamlaka husika ili yaweze kufanyiwa kazi. Hii ndio rai hasa kwa vyama vya wafanyakazi.